Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu wa vipindi vya ufalme na ukuhani, karibu tuendelee tena na kipindi chetu cha unabii wa siku za mwisho. Tuko na kitabu cha Ufunuo, tuko sehemu ya 4. Niendelee mbele kidogo. Yohana mtume anaendelea kusema kwa alikuwa katika roho, katika siku ya Bwana yuko katika roho. Katika eneo hili ambapo tunamuona mtume Yohana katika sura ya kwanza anasema, tunaona kuna mambo makubwa muhimu ya kujifunza hapa. Yohana haangalii matisho yanayomzunguka, pamoja na kwamba ametupwa katika kisiwa cha Patmo, lakini bado Yohana anatulia katika roho, haingii kunungunika, anakaa katika roho. Lakini mbele yake kuna picha ya Yesu Kristo aliyeshinda kifo na mauti, na yeye amefufuka. Ana picha ya Yesu akipaa kwenda mbinguni kuandaa makao na kisha atarejea tena kwa ajili ya kuwachukua. Pia jambo la pili, tunaona Yohana bado anaitunza Sabato. Ilikuwa ni kawaida kwa kanisa la kwanza kuendelea kuitunza Sabato. Anaposema siku ya Bwana, kwa mujibu wa ile Kutoka 20 kuanzia mstari wa 8, maana yake ilikuwa ni Sabato. Kwa hiyo bila kujali mazingira yalikuwa ya namna gani, alikuwa anaendelea kuitunza hii Sabato. Lakini hivyo tufahamu kwamba Sabato si dhehebu au si dini. Sabato ni siku ya Bwana kama Mungu ameichagua mwenyewe ili kwamba tukumbushwe juu ya uumbaji. Sasa anaendelea anasema, anasikia sauti ya baragumu nyuma yake, kisha anapewa maagizo ya kuyaandika yote atakayoyaona. Sasa na kisha yaandika ayapeleke kwa kanisa la Efeso, Smina, Pergamo, Thiatira, Sadi, Filadelfia na Laodikia. Makanisa haya yalikuwepo wakati huo katika eneo hili la nchi ya Uturuki. Yalikuwa ni makanisa halisi, lakini yalikuwa na picha kubwa ya kanisa la Kristo katika ukamilifu wake hata sasa, kama vile ambavyo Mungu anatumia namba 7 kuonyesha ukamilifu wake. Anageuka nyuma, anasema anataka kuitazama sauti inayonena naye. Anaona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Katikati ya vile vinara anaona mfano wa mwanadamu, lakini akiwa na vazi refu hadi miguuni na mshipi wa dhahabu umefungwa katika matiti yake. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu na kama theluji. Anasema macho yake yalikuwa kama mwali wa moto na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana kama kwa moto wa tanuri. Sauti yake kama sauti ya maji mengi, na mkono wake wa kuume alikuwa na nyota 7. Alipotazama kinywani mwake, anasema kinywa chake kilitoka upanga mkali wenye makali kuwili. Lakini anaendelea kuhitimisha pale, anasema uso wake ulikuwa kama jua likiwaka kwa nguvu zake. Pendwa mtazamaji wangu, huyu Yesu ambaye Yohana anamuona ndiye Yesu ambaye atakuja tena kama Bwana, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Mwamini sasa ili uweze kuokolewa. Mungu akubariki, tuonane katika sehemu ijayo. Amen.